nawaza pengine Carrick sio mtu sahihi kwa Manchester United. Mashabiki wa Man U msidanganyike sana na huu ushindi aliopata back to back, lakini pia sare. Inawezekana Carrick akawa na kariri. Wewe angalia mfumo ambao ametumia kuanzia mechi ya Man City mpaka mechi aliyocheza jana dhidi ya West Ham. Inawezekana mkubwa Carrick amekariri. Yaani sijaona kitu kipya. Tazama mechi ya jana dhidi ya West Ham. Unajua kabisa timu inakuja kucheza low block, lakini mchezaji kama Sesko unamwanzisha bench. Unamtoaje mchezaji kama Mateus Cunha? Wakati ukiangalia aina ya mchezo alikuwa anacheza ni mchezaji ambaye alikuwa anahitajika sana. Diallo alionekana kama kuna namna ambavyo mchezo ulikuwa umemkataa. Sasa mimi napata wasiwasi sana na Carrick. Pengine ile akina Ole Gunnar Solskjaer yakaja akatokea tena kwa Carrick. Solskjaer naye alikuwa anashinda back to back, alikuwa anashinda mechi nyingi, lakini mwisho siku ikawa kama ndo ambavyo mliweza kumtazama Ole Gunnar Solskjaer. Man U pengine endelee kumtazama katika mechi ambazo zimebakia zinakuja mbele, anaweza akafanya kitu gani, lakini mimi binafsi yangu mpaka sasa hivi nishaanza kumkataa Carrick. Na hisi labda kuna namna amekariri vitu, yani haji na kitu kipya. Kila mchezo, yani haji na kitu kipya. Yani kuna mechi ukiangalia, yani uwezo kukariri mechi uliocheza na Arsenal, ndio hiyo yote cheza mechi na Man City, yani mfumo ule utacheza na Liverpool au utacheza na West Ham. West Ham inajulikana kabisa. Na jana nilizungumza nikasema kwamba mara ya mwisho Manchester United kupata ushindi kwenye uwanja wa West Ham ilikuwa ni mwaka 2021. Nikauliza, je, Carrick atakuja kuvunja ule mwiko? Lakini mimi nimeona hakuna ambacho amekibadilisha. Ni sare kama ambavyo walikuwa wakipata sare na kupata vipigo. Manchester United kumtegemea Carrick inaweza ikawa na hofu fulani. Lakini kuna makocha ambao bado wanahusishwa. Mchakato wao Manchester United wa kutafuta kocha mpya, labda anaweza kumtazama Hans Flick ambaye huenda kama Laporta asiposalia Barcelona basi anaweza kaondoka. Ama waende PSG waangalie Luis Enrique, waendelee na mchakato, lakini kwa upande wa Michael Carrick mimi bado na wasiwasi kidogo. Na ikumbuke kwamba wawakilishi wa Manchester United walisafiri kwenda France kuonana na wawakilishi wa kocha Luis Enrique, ambapo alikuwa anataka kumshawishi asiongeze mkataba wake na PSG, ambao mkataba wake unatarajiwa kuishwa mwishoni mwa msimu 2026-27, mkataba wa Luis Enrique. Lakini Man U wanataka kumshawishi ili aende akafundishe kikosi cha Manchester United. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni chaguo la Manchester United Luis Enrique, ama tukamwona Luis Enrique akatoa pale. Na tunafahamu Luis Enrique akija anaweza akafanya maboresho ya wachezaji ama akafanya sajili za wachezaji ambao watakuwa na quality ambayo inaendana na Manchester United, kama vile ambavyo alifanya usajili wa wachezaji ambao wana quality alivyoenda PSG.